ajali. Jo, usinishike. Nenda kwanza kaoge. Ukatoe huo uchafu wako. Ndio uje kukaa na mimi hapa. Dr. Dago, leo imekuwa kama bahati kukukuta hapa nyumbani kwako. Maana kila nikija naambiwa haupo. Na nilikuwa naogopa kuja hospitali kwako kwa sababu naona aibu sana. Dr. Dago, mimi nina shida. Una shida gani? Naomba uniweke kijiti. Kijiti wewe cha nini? Cha kuzuia mimba. Subira. Mimi nakujua wewe ni mtoto mdogo. Kwani tayari ushawajua wanaume? Au una mpenzi? Sasa wewe kijiti cha nini? Ili nisipate mimba. My dear. Hujanizoesha hivi. Unajua kabisa siwezi kuondoka bila kumbato lako la nguvu. Siwezi kuondoka bila kiss. Come on, my dear, please. Hug me. Wow. Kiss me. Oh, thank you. Mimi natoka. Subira. Wewe ni mtoto mdogo sana. Na kijiti ni kwa ajili ya wanandoa, kwa ajili ya kupangilia uzazi wao wa mpango. Sio kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo unataka nikuwekee kijiti ili ukafanye uzinzi wako huko mtaani, si ndio? Unajua mimi na mama yako tunafahamiana. Na kama ningejua kwamba unakuja kunieleza wewe upumbavu, unaona ule mbango, usingevuka pale. Sasa kabla sija kuchapa makofi mpaka kwa mama yako, ondoka humu ndani. Sasa toka humu ndani.
Kipumbavu. Vitoto vya siku hizi sijui vimekuaje. Akili wal. Ebo? Naona viungo vyako vimeanza kuimarika. Naamini unarudi kazini muda si mrefu. Ni kweli. Hata hivyo nikupongeze kwa kazi unaifanya. Unajitahidi sana. Usijali, ndo wajibu wangu. Haya bwana. Kwenye muda wote mnakandana tu hapo. Hapana, madam. Nimeanza muda si mrefu. Muda si mrefu wapi? Wakati nipo ndani nasikia tu mnaongea sauti za mahaba. Mke wangu. Mtoto watu ndo kwanza kafika. Binti, imfanya uende. Kwangu basi punguza wivu. Basi unaona anachonifanyia lakini. Mimi nina wivu. Kwa mwanamke gani hasa mpaka nina wivu? Yaani kwa kitu gani? Binti, imfanya uende. Sawa, madam. Asante kaishaondoka. Njoo basi wewe nifanyie massage. Maana kafanya mmoja tu bado wa pili. Mimi niweza kazi wapi na wapi? Toka lini yani mimi ushakuona nafanya hiyo kazi? Wewe. Asa mbona umemfukuza? Na ingali bado hajanifanyia matibabu vizuri. Nilikuwa sitaki tu kumuona ndio maana nimemtimua. Haya bwana. Halo? Vitu kusofa yangu nilokupa. Kaka, naomba unielewe kitu kimoja. Kaka, mimi naaminiwa. Kwa siwezi kuifanya hiyo kazi yako. Eti nimpasue mtu nikuuzie wewe figo. Hicho kitu hakiwezekani. Sasa daktari, kama unaweza kumpasua mama mjamzito kutoa kile kiumbe na kumrudisha kama inavyotakiwa. Unaenda kwenye kunipa figo
Nimeshakwambia hivi, hiyo kazi yako haiwezekani na sifanyi. Daktari, unafikiri bado hujanijua mimi ni nani? Mimi ni mtu mmoja hatari sana. Sasa basi, kama ukishindwa kufanya kazi yangu, familia yako itakuwa hatarini. Uko unakoenda ni kubaya. Uko unakoenda ni kubaya. Halo? Halo? Masikini moyo, masikini. Jo. Jo, hiki kitu ndo wanakipenda sana mimi kutoka kwako. Na kukumbatia, wana feel sana joto lako. Labda nikwambie kitu kimoja. Wewe ni mwanamke ambaye umebarikiwa sana. Joto lako ni zaidi ya moto volkani. Yaani linawaka kweli kweli. Hapo ndipo mimi inanaponipa mzuka na msisimko kwa mwili wangu. Johali. Sawa. Naomba nimpe maji mume wangu. Johali. Wanataka umpe maji mumeo. Labda mimi nikuulize swali. Johali, hebu niambie, kati yangu mimi na huyu bwana, nani mumeo hapa? Eti Mjujuru, hebu niambie, kati yangu mimi na wewe, nani mwanaume wake huyu? Binti mrembo huyu. Hebu niambie Mjujuru hapa. Hata wewe pia nahisi utakuwa upembui haraka maswali. Jo, nikuulize swali kidogo. Hivi ni sifa gani ambazo zinampasa mwanaume
anapokuwa chumbani na mwanamke wake, tena kitandani, vitu gani inabidi avitimize kwa mwanamke wake? Inabidi mwanaume hakikisha anamtimizia mke wake haja za kimwili. Safi sana Jo. Uko vizuri sana kichwani. Unaona Mjujulu? Unaona? Hizo ndo sifa muhimu kwa mwanaume. Inabidi uzitekeleze unapokuwa na mwanamke mzuri kama huyu. Hapa na mume wangu usifanye hivyo. Usifanye hivyo tafadhali. Mimi ndo nimestahili kuyanywa haya maji, lakini sio tumbo wako Jo. Masikini moyo, masikini akili yangu, haitaki kukubali matokeo yanayotokea. Masikini moyo, masikini akili yangu, haitaki kukubali. Yananitesa manukato hayani. Mke wangu Jo, utakunywa hivi mpaka saa ngapi? Acha nilewe sana. Hivi mambo yanaendelea humu ndani huyajui? Huyaoni? Najua unajua fika. Mambo anayonifanyia mtoto wako sana amenifika hapa. Yamenifika hapa. Haiwezekani yule mtoto mdogo ajue mwili wangu. Simuona mwili. Yule mtoto anajua kuliko wewe. Sana nimechoka. Nimechoka sana. Yaani anajua kabisa akipatwa na hamu pa kumalizia ni kwangu mimi. Na unaangalia. Unaona sana. Nimechoka mwanao kuchezea mwili wangu sana. Nimechoka mwanao kugeuza mwili wangu kama PS. Sawa. Kwa hiki ninachokifanya huenda kikawa sahihi kwangu. Jo, ninajua kila kitu na ninajua yanayoendelea, lakini sio kwamba mimi siumii. Ninaumia. Lakini sasa Jo, lazima ufanye. Ukifanya kuna vitu tu vitapungua humu ndani. Una muda, kila kitu kitakaa sawa. Nielewe basi. Sikia sana nikwambie kitu kimoja. Siwezi kukaa mbali na Liza kwa siku hii. Na kaa utambue. Anachonipa Liza, wewe hujawahi kunipa na hutowahi kunipa.